Salamu za ushindi tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo aliyetujalia neema siku ya leo, siku ya 18, tuweze kuendelea na mfululizo wa somo letu mambo muhimu ya kufanya katika mwezi wa mwisho au kipindi cha mwisho cha msimu. Na huu ni mwezi wa 12. Tumekuwa katika maombi ya shukrani kwa ajili ya msimu huu unaoishia. Pia tumekuwa katika maombi ya toba kwa ajili ya msimu huu unaoishia. Na pia tumekuwa katika maombi kwa ajili ya tathmini msimu huu unaoishia. Na pia tuko kwenye maombi ya kuweka mipango na mikakati na malengo ya mbele kwenye msimu mpya unaokaribia kuanza kwenye mwezi wa kwanza wa mwaka ujao. Na leo nataka nifanye mwendelezo wa jambo jingine ya mambo muhimu ya kufanya ili uweze kufanikiwa na uweze kustawi katika kulitimiza kusudi la Mungu. Na tunavifanya hivyo pia katika mwezi huu, na bado unaweza kuendelea kuvifanya hivi katika mwezi wa kwanza, katika mwezi wa kwanza wa mwaka unaokuja. Tabiri, ombea kwa utabiri. Unajua kuna tofauti ya kuomba kama sasa Kiswahili hapa kina mapungufu kidogo ya misamiati, kwa hiyo ni lazima kutumia mifano uweze kuelewa. Kuna aina kubwa 3 za kuomba. Kuna maombi mtu anayafanya ili apewe kwa huruma za mpaji. Hayo wazungu wanaita petition. Ombeni nanyi mtapewa, kwa mfano Mathayo sura ya 7 mpaka 11. Ombeni nanyi mtapewa, kila ombaye hupokea. Yule anayeomba hapo anaomba ili anayempa ampe kwa sababu ya huruma zake na fadhili zake. Hiyo ni aina ya kwanza ya maombi. Sijui Kiswahili tuiteje sasa. Kiingereza wanaita petition. Kiingereza kingine inaitwa request. Unaomba kwa mfano, ngoja nitoe mfano ndio utanielewa. Kwa mfano kazini, wale mlioajiriwa, mnaelewa kuna maombi unapeleka kwa bosi au mkuu wa idara, hayako kwenye utaratibu wa kukupa, ila anakuhurumia, anakupa. Kwa mfano, leo nilitakiwa kuwa kazini, lakini mwenzangu amepata dharura, ilikuwa apeleke mtoto shule. Amepata dharura sasa, kwa hiyo inabidi mimi mzazi mwenza ndio nipeleke mtoto shule. Hatuna jinsi, lazima aende leo. Bosi, ninaomba unisaidie nipate ruksa nisihudhurie leo wajibu wangu kazini. Naomba unihurumie, naomba unisaidie nimpeleke mtoto shule. Yaani hicho unachokiomba hakiko kwenye haki zako. Ukipewa, umehurumiwa, umesaidiwa. Unaona bwana? Hayo maombi ambayo unapeleka ili anayekupa akupe kwa fadhili zake, kwa huruma zake, kwa upendo wake. Hizo zinaitwa maombi ya mahitaji, ambayo ni petition au request. Alafu kuna aina ya pili ya maombi inaitwa claims. Ni vitu viko kwenye haki yako. Kwa lugha ya moja kwa moja tungeita madai. Kwa mfano, wewe ni mfanyakazi, umeajiriwa. Ni wajibu wa mwajiri wako kuhakikisha unatibiwa ukiugua ili uweze kuwa na nguvu ya kuendelea kufanya kazi. Sasa umeugua ghafla usiku, umekimbizwa hospitali, muda ulikuwa hautoshi kwa dakika zile kupata pesa ya kazini. Mchakato ni mrefu sana, ni usiku kwanza, watu hawapo kazini na kadhalika. Kwa hiyo wewe na majirani au wewe na marafiki zako au wewe na ndugu zako mmepambana, umeenda hospitali, umepata tiba,
na unaendelea vizuri mpaka sasa, lakini kuna pesa imetumika na umetunza stakabadhi au risiti. Sasa umepata afya, umerudi kazini, sasa unapeleka zile stakabadhi au zile risiti kwa kiongozi wako wa idara azisaini, ili uende kwa mhasibu urudishiwe pesa, maana ni wajibu wa kampuni au shirika kukutunza wewe kiafya, ili uwe na nguvu ya kuendelea kufanya kazi na kutimiza maono ya taasisi au ya kampuni. Unapopeleka zile risiti au stakabadhi, hauendi kuomba kuhurumiwa kupewa au kusaidiwa kupewa. Ni haki yako, iko kwenye mkataba, iko kwenye sera. Yale maombi unayoyapeleka pale, anayekupa hakupi kwa huruma yake au kwa fadhili zake, anakupa kwa wajibu wake. Anawajibika kukupa, anawajibika kukupa. Hata kama wewe na yeye hamna mahusiano mazuri, mmevurugana, hamuongei, lakini atakupa kwa sababu ni haki yako, sio kwa sababu yeye anakuhurumia au anakusaidia. No. Sasa zile kule makazini zinaitwa claims. Ni tofauti na request. Claims. Hayo ni aina ya pili ya maombi. Na utayaona pia kwenye Isaya 43 mstari wa 26. Isaya 43:26 anasema, eleza mambo yako, njoo tuhojiane, upate kupewa haki yako. Kwa kama mtoto wa Mungu, kuna haki lazima uzijue. Hizi ni zangu kimaandiko kama mtoto wa Mungu. Kwa hiyo ukizijua, na Mungu anafurahi kuona unazidai. Ndio unaweza ukaenda kuomba kwa unyenyekevu, lakini bado utamwambia Mungu, Baba ulisema, Baba uliahidi. Unachukua neno lake, unambana nalo. Na Biblia inasema kwenye Yeremia sura ya 1 mstari wa 12, mimi Mungu naliangalia neno nipate kulitimiza. Kwa hiyo Mungu akiona unajua vifungu vya sheria kwenye maandiko, anafurahi sana na anakutendea, kwa sababu unajua kudai, unajua kuclaim. Hayo ni aina ya pili ya maombi ambayo yanatakiwa yakupe matokeo mazuri. Sasa wengi mnajua aina moja tu ya maombi, maombi ya huruma. Unapewa kwa sababu ya fadhili ya mpaji. Lakini kuna maombi yanaitwa madai. Eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Mungu anataka kuona unajua kutumia mistari. Unasema, Baba ulisema kila kazi ya mkono wangu itabarikiwa. Baba ulisema hautaweka magonjwa ya Misri juu yangu. Baba ulisema utanishibisha kwa wingi wa siku, na kataa mauti kwa jina la Yesu. Unajua kudai haki zako kama mwana wa agano, mwana wa urithi. Amen. Nitakufundisha siku nyingine. Maombi ambayo nataka nikufundishe hapa, yanayoendana na mipango na mikakati, ni maombi ya kutabiri. Hiyo ni aina ya tatu ya maombi. Maombi ya kutabiri. Maombi ya kutabiri ni maombi ambayo jambo halijatokea bado na unalitegemea, unalitarajia, unatumaini kwamba litatokea. Sasa unatuma neno, sio kwa Mungu, sasa kwenye mazingira. Kuna wakati tunaongea na Mungu, kuna wakati tunaongea na mazingira. Kwa mfano ile Marko 11 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14, Yesu alipouua ule mti wa tini ambao haukuwa na matini, maandiko yanasema aliusemesha tangu leo. Kwa hiyo hayo ni maombi tunayafanya, si kuongea na Mungu, tunayafanya ili kumiliki na kutawala mazingira. Na Yesu akatuambia kwenye mstari wa 23 na 24, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka. Yeyote, sio lazima awe mtume, sio lazima awe nabii, sio lazima awe mwinjilisti, mchungaji, mtumishi wa Bwana fulani. Yeyote, muumini yeyote, hata wewe ambaye unajiona labda hujawa mtumishi wa Mungu,
Hivyo hivyo, ili mradi ni muumini, umeamini katika neno takatifu la Bwana, umekuwa muumini katika imani hii, unaweza kabisa kufanya alichofanya Yesu. Si kwa sababu mimi Mgisa nimesema, ni Yesu amesema kwenye Marko sura ya 11 mstari wa 23 na mstari wa 24. Anasema yeyote, yani ningekuwa na muda ningeongea vitu vingi sana hapo. Mtu yeyote atakayeamini akausemesha mlima wake, akauambia ng'oka ukatupwe baharini, asione shaka moyoni, bali aamini kwamba haya ayasemayo yametokea, basi haya ayasemayo yatakuwa yake. 24, mambo yote tuombayo katika kusali tuamini kwamba tunayapokea, nayo yatakuwa yetu. Sasa hiyo kuomba na kusali, hiyo hapo sio request wala sio claim. Hiyo kuomba na kusali hapo ni prophetic, ni prophecy. Unatabiri, unatuma neno mbele la kucontrol na kuamuru mazingira yajayo yawe vile ambavyo umetaka yawe. Kama ni ugumu umeondoka, kama ni msaada umekuja. Hiyo aina hiyo ya maombi yanaitwa prophetic kind of prayer. Prophetic ni maombi ya kutabiri, ya kutuma neno mbele litakalo tawala mazingira. Huongei na Mungu hapo, unaongea na mazingira. Sasa tumeshafanya toba kwa makosa ambayo tumeyafanya katika msimu uliopita. Alafu huko mbele tunakoenda, tumeweka mipango na mikakati mipya. Lazima ipate neno la kinabii la kutabiri, na sio lazima uwe nabii kutabiri. Kuna watu wana upako na kipawa maalum cha unabii. Wewe ambaye huna kipawa cha unabii, huna upako wa kinabii, bado unaweza ukasimama kwenye nafasi yako kama muombaji, ukaamuru, kwa sababu Yesu alisema yeyote atakayesema bila kuona shaka moyoni mwake, hayo ayasemayo yatakuwa yake. Mungu anataka yawe yako, lakini wewe hujasema. Sasa leo nataka nikuonyeshe tunavyokosea hivyo. Kuna mipango mingi tunayo na malengo mengi tunayo mazuri, lakini kuna wakati yanashindwa kutekelezeka, si kwa sababu Mungu hakutaka, ila ni kwa sababu wewe hukujua kanuni hii. Na Mungu anasema watu wangu kwa kukosa maarifa wameangamia. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Watu wangu wameangamizwa kwa kukosa maarifa. Yani Mungu sio alikuwa anamueleza nani, lakini alikuwa anamueleza nadhani Hosea. Anamwambia angalia watu wangu wanaangamia tubui, wanaangamia tubui, sijui ni daraja bovu. Lakini mbona nimeweka kibao pale mbele ya daraja kwamba daraja bovu? Sasa Mungu si waokoe, wasaidie wasiendelee tubui kuangamia. Mungu akasema nimewapa maarifa, nimewapa maneno, nimewapa mafundisho, hawajayataka. Sina namna ya kuwasaidia kama hawajui kusoma pale neno linasemaje. Nimeweka kibao mbele ya daraja. Kama hawawezi kusoma neno, kushika neno, kutenda neno, sina namna ingine ya kuwasaidia. Wataendelea tubwi kuangamia, na mimi nitaendelea kukwambia angalia watu wangu tubwi, wanaangamia tubwi kwa kukosa nini? Maarifa. Warumi 10 mstari wa 2, wanabidii katika Bwana lakini si katika maarifa. Isiwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Kuna mipango mingi imefeli, imeshindwa kuchanua kwa sababu haikupata kiini cha mbegu. Unajua kwenye mbegu ukiondoka lika kiini ndani, hata kama mbegu kwa nje inapendeza vipi, haiwezi kuzaa. Kuku ambaye hajarutubishwa, yai lake haliwezi kutoa kifaranga. Ni yai la kula tu. Yai linalotoa kifaranga lazima liwe limerutubishwa na jogoo. Okay. Kwa hiyo mipango mingi haijarutubishwa kwa neno. Sasa Mungu amekupa neno kwenye Biblia.
unatakiwa ulichukue litoke kwenye mdomo wako, utabiri kulingana na ahadi ya Bwana. Kwa hiyo unatumia ahadi ya Bwana, unaijaza ndani, wewe unakuwa mashine ya kuifyatua ahadi ya Bwana ili neno liweze kwenda kuumba. Kumbuka Mungu Baba yetu ni muumbaji, na sisi watoto wake ni watoto wa Mungu, kwa hiyo na sisi ni waumbaji wadogo. Ndio maana anasema utauambia mlima huu ng'oka. Na ukiongea kwa imani bila mashaka, haya uyasemayo yatakuwa yako. Tumeona hiyo kwenye Marko sura ya 11. Kwa hiyo alikuwa anawaambia wanafunzi, msinishangae mimi nimeongea na mti na mti umekauka. Nyie mnaweza mkaongea na mlima wa madeni, mlima wa magomvi, amani ikarudi kwenye ukoo au kwenye familia au kwenye taifa. Tabiri, tuma neno, uambie mlima huu wa umaskini uondoke, uambie mlima huu wa madeni uondoke, uambie mlima huu wa magomvi uondoke, uambie mlima huu wa magonjwa uondoke, mlima wa kufeli na kushindwa na kukosa na kupatwa uondoke, uambie. Usisubiri Mungu auambie. Mungu amekupa wewe mamlaka. Kwa hiyo ni lazima utambue mamlaka yako kama muumbaji pamoja na Mungu, au mtawala pamoja na Mungu duniani. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, tufanye mtu kwa sura yetu wakatawale. Wao ndio wakatawale, sio sisi tukatawale. Sisi tunaumba, lakini wao wakatawale. Kwa Kiingereza let them have dominion. Kwa hiyo wewe usipofanya sehemu yako, utauzuia mkono wa Mungu kufanya sehemu yake. Moja ya mpango wa Mungu wa kuitawala dunia, anataka kutawala kupitia wewe. Wakatawale. Ukauambie mlima, wewe ndio ukauambie mlima ng'oka. Sasa kama hujui kufanya hivyo kwenye mwezi wa 12 au kwenye kipindi cha mwisho cha msimu kwa ajili ya kipindi kipya, utaanza kipindi kipya bila kiini, bila rutuba. Au mwezi wa kwanza ule wa mwaka ni mwezi wa kutuma neno, ni mwezi wa kutangaza, ni mwezi wa kutabiri. Mfano mzuri uko kwenye Ezekiel, kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 37. Ezekiel sura ya 37, unaona Mungu anatamani kulifufua bonde la mifupa mikavu. Jeshi la Israeli walikuwa wamepigwa na hawakuzikwa. Lile bonde lilibaki na maiti mpaka zikaoza, mpaka zikabaki mifupa, mpaka zikafunikwa kidogo na ardhi baada ya miaka mingi. Sasa Ezekiel akapelekwa kwenye njozi kwenye hilo bonde la mifupa. Alafu Mungu akamuuliza, hili linaweza kuishi? Mifupa hii inaweza kuishi? Akasema, kwa biolojia yangu na sayansi yangu Mungu, naogopa kujibu. Kwa nini uniulize hivyo? Kisayansi yetu hiyo imeisha, hiyo haiwezekani tena. Labda hiyo biashara haiwezekani tena. Labda hiyo afya haiwezekani tena. Daktari amesema labda hiyo ndoa haiwezekani tena. Lakini wewe wajua Bwana. Mungu akasema, okay, tabiri uone. Yani kitu kizuri sana. Mungu alihitaji mwanadamu pale ili aweze kutimiza kusudi lake la kufufua jeshi la Israeli, bonde la mifupa mikavu ambalo limetokana na vita ya zamani. Na kwa sababu Mungu alishafungwa kwenye maneno ya kinywa chake kwamba tufanye mtu sisi wa mbinguni tumfanye, lakini yeye ndio akatawale, wao ndio wakatawale. Basi Mungu anapotaka kuleta mabadiliko duniani, kuna wakati anahitaji mwanadamu ndio aanzishe mchakato. Kama hapa kwamba Mungu alishindwa kulifufua ili bonde mwenyewe. Mungu alishindwa kufufua mifupa hii. Mbona alitundika sayari angani bila mnyororo, bila nguzo, bila mwanadamu? Tumekuta sayari zinaelea, mbona Mungu amefanya bila sisi? Kuzama na kuinuka kwa jua, mwanadamu hahusiki, ni Mungu mwenyewe anayefanya. Kwa hiyo yako mambo Mungu anayafanya. Kwa mfano, kudunda kwa moyo wako, wewe husiki whether umeomba au hujaomba.
whether ni msafi au ni mwenye dhambi, mbona moyo unaendelea kudunda? Ukienda kulala, nani anaudundisha? Ni wewe. Okay, kwa hiyo Mungu kuna vitu ameendelea kufanya mwenyewe, viko kwenye uwezo wake. Hata hii kufufua mifupa anaweza, lakini mbona hapa anasema mwanadamu, nataka hiyo mifupa ifufuke, lakini tabiri kwanza, tuma neno kwenye mipango yako na mikakati yako ambayo ukiangalia kwa nje ni kama ina ugumu mwingi. Hapo unahitaji muujiza ili mwaka huu unaoanza uweze kumaliza nyumba, uweze kumaliza shule, au uweze kupata mtoto, au uweze kuingia kwenye familia, au uweze kufuta madeni, au uweze kuanzisha biashara, au uweze kuingia kwenye ndoa. Okay. Kwa nje unaona kabisa ni kitu kigumu kama vile mifupa kurudi kwenye uhai. Lakini Mungu anasema we tabiri, mengine niachie mimi, ila tabiri. Mimi nahitaji neno lako nilitumie kufufua bonde la mifupa mikavu. Ezekieli akatabiri, akasema mifupa, asema Bwana Mungu wa majeshi, uwe na uhai. Akashangaa, upepo kwanza ukaja ukapuliza ukaondoa lile vumbi lote pale juu, mifupa yote ikaonekana. Alafu likaja tetemeko, utaenda kusoma Ezekieli 37. Ezekieli 37. Tetemeko likapita, mifupa yote ilikuwa chini, ikaletwa juu. Mungu akamwambia tabiri tena. Mwanadamu akatabiri, mifupa pokea uzima, pokea uhai. Ile mifupa ikaanza kutafutana, mfupa wa shingo na mfupa wa kichwa, mfupa wa kiuno na mfupa wa mgongo, mfupa wa mguu na mfupa wa goti na paja, vikaanza kutafutana. Kwa hiyo kadri anavyotuma neno, utendaji wa nguvu ya Mungu unaingia kazini. Kadri anavyotabiri, utendaji wa nguvu ya Mungu unaingia kazini. Biblia nasema ile mifupa ikaungana, ile mifupa ikasimama. Ezekieli akatabiri, ile mifupa ikavikwa nyama. Ezekieli akatabiri, ile mifupa ikatiwa pumzi. Ezekieli akatabiri, ile mifupa ikapiga gwaride, ikawa jeshi kubwa la Israeli. Akaamka kwenye ndoto. Nisiingie sasa kwenye tafsiri ya ndoto, kwa sababu ilihusu kurejeshwa kwa taifa la Israeli kuwa taifa tena baada ya kutekwa kwa muda mrefu. Lakini cha kujifunza hapa ni kwamba utendaji wa mkono wa Mungu ulikuwa unategemea ushirika wa mwanadamu. Utendaji wa mkono wa Mungu ulikuwa unategemea ushirika wa mwanadamu. Tulisoma katika vipindi vilivyopita Warumi 8 mstari wa 28 anasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na mwanadamu. Kwa hiyo sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Hata Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Mipango mizuri ulio nayo itabirie ili isifeli tena msimu huu unaokuja, tuone ikitekelezeka. Tuma neno. Speak the word of God. Chukua mstari, ahadi ya Bwana kwenye maandiko, weka ndani yako, upike kimaombi. Tuma neno. Ongea na Mungu kwanza, alafu tuma neno. Nitakupa mwendelezo wa pointi hii katika kipindi kinachokuja. Ni pointi ndefu na ni pointi muhimu, na unaweza ukaitumia kwenye mwezi wa 12, na unaweza pia ukaitumia kwenye mwezi wa kwanza, ili sasa yale ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wako kwa ajili ya mwakani, kwa ajili ya msimu mpya, uweze kuona yanapewa uzima na uhai, yanatekelezeka. Umetamani kufanya kwa muda mrefu, kila mara umefeli, kila mara umeshindwa, kila mara umekwama. Lakini hebu tuongeze maarifa haya. Sio point pekee inayoleta matokeo, lakini ni moja ya point itakayoleta matokeo mazuri. Tabiri, tuma neno. Wewe ni mtendakazi pamoja na Mungu. Kwa hiyo Mungu anakutegemea sana. Wewe unaweza ukafelisha mpango wa Mungu. Nafikiri unakumbuka Mathayo 16. Mathayo 16. Ule mstari wa 19, afu tutarudi 18b. Mstari wa 19 unasema nitakupa wewe funguo. Sasa tayari Yesu alishamaliza kazi, kwa hiyo tunaweza kusema tumeshapewa funguo za ufalme. Alafu mambo tutakayofunga sisi na mbinguni watafunga.
kama ni madeni, ni magonjwa, ni ushirikina, ni ajali, mambo tutakayofunga sisi, na mbinguni wanafunga. Mambo tutakayofungua sisi tukiwa duniani kwenye maombi, na mbinguni watafungua. Kama ni uponyaji, kama ni uchumi mzuri, kama ni wokovu wa ndugu zetu, kama ni fursa, mambo tutakayoyafungua ndipo mbinguni watafungua. Kwa lugha nyingine, mbinguni hawawezi kufungua hata kama wanataka kufungua, endapo sisi tuliopewa dunia hatujafungua. Tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wakatawale, wao ndio watawala. Kwa hiyo kuna hiyo zamu yako ya utawala ambayo Mungu anakutegemea uitumie. Sasa inawezekana ameshindwa kukusaidia mara nyingi kwa sababu unajua tu kuomba kupeleka mahitaji, petition, lakini hujui kudai haki na hujui kutabiri. Na yamkini hiyo ndio imesababisha hujaweza kuona baraka, ushindi na mafanikio katika kiwango ulichotakiwa kuona. Mambo ambayo Mungu anatamani kuyafunga, wewe lazima uyafunge. Madeni, funga. Roho ya madeni, roho ya magonjwa, funga. Pesa inaisha hospitali baada ya kununua tofali, funga hiyo roho. Roho ya magomvi, mafarakano, hata kwenye taifa letu, funga. Ni vitu ambavyo Mungu hataki viendelee, lakini sisi wenye dunia hatujafunga. Wajibu wa kufunga na kufungua ameshatupa sisi kama waumini, kama kanisa. Mungu analiangalia neno lake, amefungwa kwenye neno lake. Kwa hiyo unahitaji kujua kutuma neno mbele. Sijui umekusudia kuanza ujenzi mwaka huu, sijui umekusudia kumaliza ujenzi mwaka huu, sijui umekusudia kuanza shule mwaka huu, umekusudia kumaliza shule mwaka huu, sijui umekusudia kuingia kwenye ndoa mwaka huu, au umekusudia kupata mtoto mwingine mwaka huu, au umekusudia kuanzisha mradi mwaka huu. Chochote kile ambacho ni mpango wa Mungu kwenye maisha yako kinahitaji utabiri wa neno lako. Ndio utendaji kazi wa nguvu ya Mungu utaingia kazini, na yale yasiyowezekana kibinadamu tutaona yanawezekana, kama vile mifupa kurudi kwenye uhai. Hilo ndio neno la Bwana. Siku ya leo, siku ya 18 ya mwezi wa 12. Mungu akubariki sana kwa kuwepo na kusababisha mwingine amekuwepo. Usiache kumweleza mtu mwingine kwamba channel hii ina mambo mazuri, ili aweze kuwa mfuatiliaji kama wewe. Kwa hiyo copy link hii na sambaza kwa ndugu jamaa na marafiki na kwenye magrupu yote. Kama una maswali, hiyo namba hapo chini pia inapokea sadaka, inapokea maswali. Kama una maombi, hiyo namba hapo chini pia inapokea ajenda mbalimbali za kuombea ambazo ungependa kutushirikisha endapo unasikia kufanya hivyo. Na Mungu akubariki sana kwa sadaka yako. Sadaka yako inasababisha tunaweza kuendelea kuandaa vipindi hivi. Usiseme hii ni ndogo, usiseme hii ni ndogo. Shilingi 1000, shilingi 3000, shilingi 5000, shilingi 20000, shilingi 100,000 ni pesa nyingi sana kwetu. Kila mtu afanye kwa vile alivyojaliwa. Umepata neno la baraka namna hii, limekufundisha, limekutia nguvu, jisikie kuwajibika. Ukiona vinaelea, vimeundwa, injili ni bure, lakini kuipeleka injili ya bure, gharama zinazotumika, vifaa vinavyotumika ni hela. Kwa hiyo tunakuombea Mungu azidi kukubariki, na Mungu atubariki na sisi ili tusichechemee. Kwa hiyo ukisikia kumshukuru Mungu kwa hiki, hapo chini kuna namba ya simu, unaweza ukaitumia hiyo kutuma sadaka yako, na itafika mbele za Bwana, na sisi tutatiwa nguvu kuendelea kufanya kazi nzuri namna hii kwa watu wa Mungu kama wewe, na wengi tuone wakisaidika. Mungu akubariki sana kwa kuwepo leo. Tukutane tena kwenye kipindi kinachokuja kesho tarehe 19 ili tuweze kuendelea kupokea. Tutakwenda pamoja mpaka tarehe 21. Tarehe 21 ndio mwisho wa mfululizo huu, alafu tutakwenda kwenye mapumziko ya Christmas. Tutakutana tena mwezi wa kwanza kwenye mwaka. Kwa hiyo twende pamoja kwa siku hizi 21, siku za maombi ya mwezi Disemba, ili tuweze kumaliza vizuri na tuweze kuanza vizuri msimu mpya. Na kutakia Disemba yenye baraka, na kutakia
Disemba yenye amani, na kutakia Disemba yenye furaha, na kutakia Disemba yenye afya njema, na kutakia Disemba yenye mafanikio, na kutakia Disemba yenye ushindi na upendo mwingi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.